Hili jazi la uswahilini lina mambo mengi huwezi kuamini, mengine huwezi kuyaona machoni, mengine yanaonekana gizani. Jazi la uswazi lina mambo mengi, jazi la uswazi, jazi la uswazi lina mambo mengi, jazi la uswazi. Chuki, fitina ndo zimejaa, umbea, majungu, vivundo bara. Unakuona nini? Umbea ni mzee. Leo nimepita nyumba moja hiyo. Ni hicho na kimeandikwa kwenye kamba. Kipi hicho na wewe naye? Naomba mcheke kabla sijawaonesha. Tuoneshe kwanza tucheke. Tuoneshe kwanza naanza kucheka. Nawe naye. Na umbea wenyewe tunazungumzia ni huyo. Hapo anafanya mama sasa ni mtu mzima. Makamo ya baba yako. Zaidi ya mama. Nyumba gani hiyo? Jamani, unaonekana mna furaha. Ngoja nikae chini na mimi nishirikishe furaha yenu. Mbona kama hivyo? Asante. Yaani nakwambia nimetoka zangu. Taratibu. Yaani kitu lenyewe nimetoka mpaka unga. Hebu nione hilo wigi maana naona kama liko nacho. Dada, ndio chokujia hicho. Useme kilichokuleta na wewe naye. Jamani, hapa si saluni. Mimi nimekuja nitengeneze nywele zangu. Swala wigi wewe limekuleta. Si niliona hilo wigi kwa ajili ya wateja. Hatukodishi. Wao wamekuja kuangalia mawigi, wamekuja kusuka. Jamani, Mzako taratibu bwana cha. mpeni alione. Nipe nilione Sema mzio. kilichokuleta. Basi tufanye tu yaishi. Sawa, sema. Maana yote nilikuwa tunazunguka jamani. Nilijua tu. Basi nyamaza na wewe naye. Maana mimi nikiwa na ubuyu mwenzio na washwa. Unajua na washwa. Huko kote nimeshausambaza. Bado tu hapa. Na ndio maana nikasema lazima nije niwape tu hizo habari. Udugu wetu. Hebu tupe hizo mada. Na maana ubuyu wa bado wa moto moto. Hebu tupe kwanza udugu. Yaani hata upoi shida yangu. Mpo hiyo vipi? Mpo nichekwe. Tuje. Jamani. Hivi unajua Tabu yule mtoto aliokuwa naye babake ni nani? Unamjua babake yule mtoto? Hatumjui. Basi kama mumjui, mimi ndo nimekuja hapa leo niwape habari. Yule mtoto yule mnaimona pale, baba yake yupo zake huko Dar es Salaam, anaitwa Ali. Wewe! Yule Hamisi? Mtoto Ali. Dada. Na hapa tukuja nimeweza kuvumilia kwa sababu ni miaka mingi. Yule baba alikuja hapa, shughuli zake zilikuwa kununua mchele. Huyo wali hiyo. Si unajua Ifakara hii tunalima sana. Yule baba ndo akawa anakuja huko. Sasa unasikia hapa ndio mchele anapeleka kwa na kuuza. Mzigo ukiisha na kuja tena. Kwa hiyo katika pilika za kununua mchele huku ndo akakutana na Tabu. Wewe. Mimba. Kumbe baba yule yuko na mke huko. Yule kanambia kwa mimi na mimba. Ndio. Baba akasema mimba ya nani? Mimi hiyo mimba sio kwangu. Mimi na mke wangu huko nilikotoka. Tabu kalia nakwambia machozi hapa. Jamani, usinifanyie hivyo mume wangu, usijue mpenzi, mwezi wa mimi, sina nini, kizazi changu cha shida, hapa kuja kuipata tu hiyo mimba. Niwashukuru kweli mwenzio. Naomba tu unisaidie. Baba ndo kaona huruma. Akaba basi kama ndio hivyo mzangu kaa kwa kutulia. Nitalea lakini naomba tu ukae kwa kutulia. Sasa kule Duma ndio ikawa tena hafifu ndugu yangu. Ilikuwaje? Yule Tabu mwanangu si akaona tu bora taya awe na wanaume wawili. Ndio yule baba anakaa naye sasa hivi. Kwa hiyo hapa kuna ana kadi hizo mbili. Mama. Umbea, majungu, vivundo bara. Mwanaume kupewa mtoto sio wake kawaida. Mtoto mmoja baba wawili. Kwa hiyo ana kadi ya Hamisi? Na kadi ya Hamisi sijui ya. Hamisi ya Ali. Na babake Hamisi. Basi yeye Hamisi ndo anajua yeye ndo baba yake. Hiki vumbi kijamani. Sasa watoto wanaingiliwa. Ndio hivyo.
pale. Kwa anachukua huduma huku na huku. Ambaye amesho. Akia Mungu. Angalia huo malaya unaofanya. Na wewe ukiwemo. Wewe mwenyewe. Mimi na mume wangu ustazi. Mwenye shati kukata la upanga. Ndio shoga yako. Ndio mume wako. Nisikilizeni. Muda wote ukipita kunuka kikwapa. Unachiwa buku kusema leo nyumbani kwangu leo nachinja kuku, masu kikapande kakashuka. Eti awaumize watu mtaani. Kwa maisha gani? Nimepita pale shoga yangu. Nimepita nimekuona. Wanagombana na majirani. Jirani kawahi kwenda kuna nini? Jirani kawahi kwenda kuchuma matembele tu pale. Kanuna. Sasa nimekutana na mume wake nakwambia. Mada yake kavaa kanzu si share sijui mwenyewe. Sasa vitobo hii neti. Jamaa hapa mbona mvao? Na hapa kapigia na chekete. Kwanza subiri. Angalia. Vinaulizana. Mimi nilitaka kuja kusuka lakini ndio hivyo na bana jamani msitope na hai. Mdangu hautoshi. Kumbe ulikuja kwa ajili ya umbea tu. Mwache aende kijola chenye cha kuazima hicho. Mdangu hautoshi hapa kwenye napeleka. Kuna muda mimi najua muda wako hautoshi. Jamani nilikuwepo. Kwenda. Wapi shoga huyu? Mtajua nyie. Jamaa Kwa leo mimi natoka mguu wa kutoka mamangu. Haya mama. Mimi naenda mbele huko tulalana zone. Kwa hiyo akija yule mkweo Manyota. Mwambie tumepata msiba wa dharura. Mwaya. Wewe naenda mwambie nimeenda Mwaya. Sahau mamangu. Taarifu. Utakosa. Unajua tena maisha. Kingine si mimi nazima. Kwa hiyo pia Manyota akikuuliza kwa mke wangu apatikani sijui nini, mwambie kule network hamna mpaka tuje huku mjini ndio nitakuwa napatikana. Ila wewe ukiwa na shida na mimi, nipigie kwenye simu ya Zombi. Utanipata mwanangu. Sawa? Sawa. Haya. Uko na kwenda uwe makini mwanangu. Angalia usije ukaniponza mimi. Mimi nimeishi na babako mpaka tumezeeka. Sasa wewe ulete ujinga wako, useme mama yako anajua siri, siku naigundulika mimi nakuruka. Amna bwana mama, si unaniamini ya mwanao? Nakuaminia lakini mume naye nilikula hela naye ngumu. Yule naye basi tu kwa kuwa ndio hivyo ni lakini bila kuolewa. Ningemwacha huko. Dai talaka sasa. Talaka hataki kunipa. Hataki kunipa. Na mimi bado nakaa kwa sababu ya unajua mambo yetu. Sahihi. Basi. Ndio mimi niende. Niwahi. Hai. Mali njema. Lakini mama nimesahau. Haya, asante. Lakini uwe makini huko mwanangu. Mama nimekwambia usijali bwana. Asante. Haya. Huyo!
jazz na ugomvi